Wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukiendelea kuongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati, zipo athari zinazojitokeza tumeshuhudia mpaka sasa, lakini athari hizo zinaweza kufika mbali zaidi hadi barani Afrika. Unataka kufahamu sababu kuu ni nini? Sababu kuu ni uwepo wa vituo vya kijeshi vya Marekani katika baadhi ya mataifa ya Afrika. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi, kambi kubwa zaidi ya Marekani barani Afrika ni Camp Lemonia iliyopo nchini Djibouti. Kambi hii hutumika kama kituo kikuu cha operesheni za kijeshi za Marekani katika ukanda wa Afrika Mashariki na Bahari ya Hindi. Nchini Kenya, Marekani hutumia kituo cha kijeshi cha Manda Bay kilichopo Lamu kwa ajili ya shughuli za ulinzi na operesheni maalum. Aidha, Marekani imekuwa na kambi zake za kijeshi katika baadhi ya maeneo ya nchi ya Somalia, ikiwemo uwanja wa ndege wa Baledogle Airfield unaotumika kwa mafunzo na operesheni za kupambana na makundi yenye msimamo mkali. Katika Bahari ya Hindi, visiwa vya Seychelles pia vinatumika kwenye operesheni za ndege zisizo na rubani, yani drones. Iwapo mzozo huu kati ya Iran na Marekani utaongezeka na kufikia hatua ya mashambulizi ya kimataifa, wachambuzi wanaeleza kuwa vituo vya kijeshi vya Marekani popote duniani vinaweza kuwa katika hatari ya kushambuliwa au kulengwa kwa njia zisizo za moja kwa moja kupitia makundi washirika. Hali hiyo inaweza kuathiri usalama wa mataifa husika, kuleta taharuki kwa raia na hata kuathiri sekta ya uchumi, hasa iwapo vita vitaathiri njia kuu za usafirishaji wa mafuta duniani kama mlango wa bahari ya Hormuz. Kupanda kwa bei ya mafuta kunaweza kusababisha ongezeko la gharama za maisha barani Afrika, ikiwa ni pamoja na kupanda kwa bei ya usafiri na bei ya bidhaa muhimu. Hadi sasa hakuna dalili rasmi za mashambulizi yaliyolenga Afrika. Hata hivyo, wataalamu wa usalama wanasisitiza umuhimu wa mataifa ya Afrika kuendelea kuwa macho, kuimarisha ulinzi wa miundombinu na kufuatilia kwa ukaribu mwenendo wa mzozo huo. Kwa sasa macho ya dunia yameelekezwa Mashariki ya Kati, lakini athari zake zinaweza kuvuka mipaka na kufika katika bara la Afrika.